Comment? D'armes. Ah. Je fais un cache d'armes. Aywa. Tout mesiri. Ok. Manga kotute. Manga Kolobate. Masolo lekate. kolobezate. Tusali Ah. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limegundua ghala kubwa la silaha Jumapili tarehe 22 Machi mwaka 2026 katika kijiji cha Jingo, wilaya ya Jugu, mkoani Ituri. Kwa mujibu wa taarifa, ghala hilo linadaiwa kuhusishwa na kundi la wanamgambo la CRP linaloongozwa na aliyekuwa kiongozi wa vita Thomas Lubanga. Zaidi ya silaha 200 za aina mbalimbali zimekamatwa wakati wa operesheni za kuimarisha usalama zinazoendelea katika eneo hilo. Ugunduzi huu unatajwa kuwa pigo kubwa kwa makundi yenye silaha yanayoendesha shughuli zake katika mkoa wa Ituri, huku ikiongeza juhudi za kijeshi katika kurejesha amani na utulivu. Operesheni hizo zinaendelea huku mamlaka zikisisitiza azma ya kupambana na vikundi vyote vinavyovuruga usalama wa raia. Mapigano makali yameripotiwa mapema asubuhi ya Jumatatu tarehe 23 Machi mwaka 2026 katika eneo la Kazinga, sekta ya Oso Banyungu, wilaya ya Masisi, mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama na viongozi wa jadi, mapigano hayo yalianza majira ya saa 11 alfajiri baada ya waasi wa AFC M23 kushambulia nafasi zilizokuwa zikimilikiwa na wapiganaji wa Wazalendo ambao kwa sasa wanadhibiti eneo hilo la kimkakati. Inaripotiwa kuwa silaha nzito na nyepesi zilitumika kwa kiwango kikubwa. Milipuko na risasi ilisikika katika vijiji jirani. Wananchi wengi walikumbwa na hofu na kukimbia makazi yao. Mashuhuda wanasema shambulio hilo ni jaribio la waasi wa AFC M23 kurejesha udhibiti wa Kazinga, eneo ambalo limekuwa chini ya Wazalendo katika wiki za hivi karibuni. Tukio hili linaonyesha kuendelea kwa hali ya tete ya usalama katika wilaya ya Masisi, ambapo mapigano kati ya makundi ya waasi na vikosi vinavyoungwa mkono na serikali yamekuwa yakiongezeka. Hali inaendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa, hasa kwa raia ambao tayari wamekabiliwa na changamoto za ukosefu wa usalama na wimbi la wakimbizi wa ndani. Hali ya utulivu na tahadhari imeripotiwa tangu jioni ya Jumapili tarehe 22 Machi katika kijiji cha Kanune kilichopo katika kitongoji cha Ikoba, wilaya ya Walikale, mkoani Kivu Kaskazini, kufuatia mapigano makali kati ya waasi wa AFC M23 na wapiganaji wa Wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano hayo yalianza mapema asubuhi baada ya Wazalendo kuanzisha mashambulizi dhidi ya maeneo yaliyokuwa yakidhibitiwa na waasi wa AFC M23. Baada ya saa kadhaa za mapigano, Wazalendo walilazimika kurudi nyuma, huku waasi wakibaki kudhibiti eneo hilo. Mapigano hayo yalisababisha hofu kubwa miongoni mwa raia na kusababisha wakazi wengi kukimbia makazi yao kuelekea Miriki katika wilaya jirani ya Lubero. Mashuhuda wanasema familia nyingi ziliondoka bila kuchukua mali zao muhimu, hali inayoongeza hatari na mateso kwa wakimbizi hao. Idadi kamili ya waliokimbia bado haijajulikana. Wimbi hii jipya la wakimbizi linaweza kuongeza mzigo wa kibinadamu katika maeneo ya hifadhi ambayo tayari yanakabiliwa na changamoto kubwa kutokana na ongezeko la watu wanaokimbia machafuko yanayoendelea katika eneo hilo. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange amejitokeza hadharani kupitia mahojiano maalumu akizungumzia hali ya kisiasa na usalama nchini. Akiwa katika mji wa Goma, Kabila ameeleza wasiwasi wake juu ya hali ya nchi, akitaja utawala wa sasa kuwa ni udikteta na kuonya juu ya hatari ya mgawanyiko mkubwa wa taifa. Akizungumza tukio la shambulio la droni la Machi 11 lililosababisha vifo vya wafanyakazi wa UNICEF pamoja na raia wawili wa Kongo karibu na makazi yake, Kabila alihoji iwapo yeye binafsi au raia wa kawaida ndio
walikuwa walengwa wa mashambulio hayo. Katika mahojiano yake, Kabila amesema, Goma ni nyumbani kwangu, hapa nipo, nilinunua nyumba mwaka 1998. Mashambulizi dhidi yangu na familia yangu ya kisiasa yalianza tangu mwaka 2019 kabla ya hata ya kuibuka kwa AFC M23. Ameongeza kuwa ana haki ya kuwasiliana na Wakongo wote, akisisitiza kuwa lengo lake kuu ni mshikamano wa kitaifa na kutafuta amani ya kudumu nchini. Ni lazima tuhamasishe Wakongo wote walioko ndani na nje ya nchi ili kumaliza hali hii. Pia amerejelea kifungo cha 64 cha katiba ya DRC kinawapa wananchi wajibu wa kupinga yoyote anayechukua au kutumia madaraka kinyume cha sheria. Licha ya kuhukumiwa kifo na mahakama ya Kongo kwa madai ya kuhusika na uasi wa AFC M23, Kabila amesema anaendelea kuwa mtulivu, lakini ameonya kuwa hali ya sasa inaweza kuisukuma nchi kuelekea kile alichokiita sudanization ya mgogoro, ikimaanisha kuzorota kwa hali hadi kufikia mgawanyiko wa ndani unaofanana na ule wa Sudani. Kauli hizi zimezua mjadala mkubwa wa kisiasa, hasa katika muktadha wa vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi na mvutano wa kisiasa unaoendelea.